kuingia kwenye mpira ilikuwa ni jambo sahihi kabisa. Huu ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa. Mwanzoni watu wakisema ukimbia mchungaji kwenye mpira walikuwa wanashangaa. Kwa sababu hao watu walijiwekea wigo kwamba hawaruhusu watu wa Mungu kuingia kwenye mpira. Yaani walijitengenezea miaka yote. Yaani mtu wa Mungu haruhusiwi kuingia huko. Umeona bwana? Kwa hiyo Mungu huko hatakiwi kusemwa. Sio ndio mpaka hapo. Sasa mimi kitendo cha kuingia sasa. Ndio watu kuitwa. Watu wanaanza kuitwa sasa. Unashangaa huyu anaenda kuombewa siku kwa nani? Huyu anaenda kuombewa siku kwa nani? Kwa watu wanaanza kupata imani kwa kupitia mchungaji wa Simba. Kwa hiyo mimi nimeingia na mwanga. Kuonyesha mwanga kwamba hata huku Mungu anatakiwa kwenye mpira. Sema leo mpaka hapo. Sasa hivi waone wachezaji wanaenda kuombewa. Sema leo manabii sasa hivi wanaitwa, mashehe wanaitwa kwenye mpira. Maana yake mje kugunduka kumbe ina shida tu. Lakini mwanzo wanasema wewe umefuata nini huku? Yaani mpaka watu wananikemea. Wewe umefuata nini? Sasa hivi wameshazoea. Kwa hiyo mimi mwanga leo uingiza mle. Ndio sasa hivi manabii wanakuja. Kwa hiyo ndio chanzo. Ya, si mimi kuna mtu mwingine. Mimi ndio nimeingiza manabii pamoja na watumishi wa Mungu kwenye mpira. Walikuwa wanapenda mpira ile walikuwa wanajificha. La. Walikuwa wanapenda mpira lakini mfano kama shehe mkuu wa Dar es Salaam. Yeye anakuambia bwana Simba ikicheza na shangae tu ikifungwa roho inauma. Nikajua kumbe anaipenda Simba huyo. Kumbe Mamposa ile Simba damu. Sura mpaka hapo. Kwa unakuta watumishi wengi wa wanazipenda Simba na Yanga. Sasa unajua kama Mamposa ni Simba damu. Sura muona tu level yake alivyofurahi. Ukiona unapo mwaliko ujue wewe ni Simba. Kauli yake umesikia ambaye amezungumza kwamba ukiona kwenye mpira wameanza kualika watumishi manake ujue shetani waganga kienyeji wameshindwa, kwa hiyo wameona watumishi ndio wanafaa. Ni kweli inawezekana hiyo? Nimekuanzia hivi nakwambia hivi. Mimi kitendo cha kusema tu mchungaji yuko kwenye mpira, mchungaji wa Simba. Mwanga ushaanza kuonekana. Wachezaji imefikia tu kwa waganga waendi. Anakwambia anaenda kwa mtume. Na nabii nikienda kule na kweli mtu anaombewa kesho anafanya mambo makubwa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba sasa hivi waganga watakuwa hawana soko. Watu watakuwa nakimbilia huku. Lakini kitu ambacho na Yanga nao wamejifunza. Watu wamejifunza. Mchungaji wa Simba yote leo omba yamefanikiwa ndani ya Simba. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza hapo. Sasa ovyo wametokea wapi? Kwa nini wasiitwe miaka hiyo waje waitwe leo? Kwa sababu kila siku kwenye mitandao wanaona mchungaji wa Simba aiombea Simba. Mchungaji wa Simba aiombea Simba. Sasa wakisikia mchungaji anaiombea Simba, na hivi kuna mchungaji utasikia wa Yanga naye anakuja. Wala. Katika hili Yanga wamepigwa bao. Na kwamba hivi Yanga sio Yanga wameiga vitu vingi. Yanga wamekuiga kuvaa viatu, hakuwa wavai viatu. Toka zamani. Yanga wameiga kuvaa fulana. Ndio maana wanaitwa mgongo wazi. Walikuwa wavaage jezi, wao vikifua wazi. Vyote wameiga Simba. Kupanda ndege, kuvaa socks. Kwa hiyo hata Simba Day nini na nini vyote wameiga wao. Kwa hiyo hata ile mchungaji utashangaa mwaka kesho kuna mchungaji wa Yanga naye atakuwepo. Kwa hiyo kuiga kitu kizuri sio mbaya. Kwa hiyo mimi kwa ujumla nasemeje? Mwanga nilioingiza kwenye mpira. Nimeshukuru Mungu sana kwamba watu sasa hivi watakuwa wanategemea watumishi wa Mungu, watakuwa wategemei tena mambo ya ushirikina. Mchungaji, tumeona wageni wenu wameingia sasa au wapinzani wenu. Ni kama wamekaa upande wa Yanga ni kama vile ndio wanawaonesha njia hivi. Mchungaji umeona hiyo? Kwanza wale hawaamini Yanga. Sasa niwaambie kitu. Waarabu waga waamini watu kwamba eti mimi ni Yanga, hawaamini. Kwa hiyo tusitajie wale wanahisi kwamba nao wametumwa. Hawamwamini mtu yote. Kwa sababu unaweza kusema Yanga, je kama ni Simba? Wanakuambia sisi tukusaidie tufanye hivi, fanya hivi. Kumbe unaingia kwenye shimo. Kwa hiyo hao wana akili. Wana akili. Wanajua kwamba hawa watu wanajifanya si Yanga, wanaweza katuingiza shimoni. Wao wamekuja kama walivyokuja. Hao wanaweza kutana ile package kama ya Oroya. Na wasiwasi. Wanaweza kawaelezeze kazi. Kauli yako hiyo? Inasema inaweza zikafika 7. Ila 4 hizo zipo. Mpaka half time Simba anaongoza goli 2 au 3. Dakika za mwisho watu wanakuja kumaliza. Simba kwa ujumla shaanza nusu. Tunaenda tena Egypt. Sasa tunasota kuzana na Zamalek tena. Egypt tunaenda tena. Tunaenda Egypt. Alafu baadaye tunaanzia nyumbani. Alafu angalia story ilikuwa ajabu. Tunaanzia nyumbani tunamalizia Egypt. Kama yeye alivyotolewa Zamalek miaka ile, tulianzia hapa tukatolewa, tukatoa kule. Hapa ilikuwa 1-0, kule ikawa 1-0, ngome kaenda sana, tunapenda tukatoka. Kwa hiyo kuna dalili Simba kucheza finali. Mimi mshukuru sana. Ngoja kwanza. Kuna kitu ambacho watu wanani. Tunahimiza washabiki wa Simba siku ya Jumamosi, ya Jumatano wajae kwa wingi. Tunategemea tiketi kesho zote zimeisha.
Watu wajae, ile vibe itakuwa imejaa pale uwanjani. Hili ndio itakayesababisha wale jamaa, kwa sababu tunapiga ngoma moja tu goli linaingia. Kama ilivyokuwa national timu ya taifa anacheza na Guinea. Ile vibe iliyopigwa mpaka tukamshangaa jamaa kaingia kwenye nyavu goli. Nani huyu alikuwa Yanga zamani? Nani huyu ambaye anacheza nani Warabuni? Msuva. Tulipiga ile goli lipatikana. Kwa hiyo sisi tunataka kesho kutwa watu wajae uwanjani, tiketi ziishe. Kinachokwamisha washabiki kuto shangilia mwanzo mwisho ni nini unadhani mchungaji? Tabia. Wengi sana ni ndugu watazamaji. Wengi sana ni ndugu watazamaji. Sio watu wa kwenda kushangilia, wanakaa tu wanaangalia matukio ndio wanapiga kelele. Kaenda ukaa hivi. Sasa umeenda kufanya nini? Mpira unatakiwa unashangilia mwanzo mwisho. Tutarajia nini katika mashabiki? Pengine matokeo yamekuwa tofauti. Mashabiki wanaambia nini? Matokeo tofauti haiwezi kuwepo. Wao wanaweza wakafanya mambo ya ajabu. Mimi nakataa kwa nini matokeo hata kuwepo. Nikisema mambo yangu yanakuwa, nikisema kitu inakuwa. Kwa ndio maana nasema lazima Simba anashinda. Nikiweka tofauti ya kauli inakuwa hivyo hivyo. Najijua mimi mwenyewe jinsi nilivyo. Ndio maana nasema lazima tutashinda. Na hakuna kitu ambacho nimesema mtu kaenda wrong. Ndio maana naogopa mimi kauli yangu. Ndio maana mambo kipindi tumefundishana kuhusu mambo ya kinywa. Kauli ni mbaya. Mimi nasimamia Simba anashinda goli 4 na kuendelea. Ndio tunasema. Kwa maombi ya nani? Kwako au kwa Mamposa? Mamposa hajaomba. Alisema Yanga watashinda. Amesema Simba watapata matokeo mazuri. Sina nakwambia hivi, yeye ni mgeni mwaliko watu. Na lazima aseme vile. Mimi kazi yangu ni kufunga. Mimi ni kufunga na kuomba. Alafu kuna kitu ambacho inabidi watu watembee nacho. Mimi sitaki watu wanijue. Sio neno mpaka. Mimi sitaki watu wanijue, mimi nataka matokeo. Mimi sitaki umaarufu wa mtu. Na katika maisha yangu sipendi sana mambo yasiyo kwa maarufu, sitaki. Mimi naipenda Simba. Na kama naipenda Simba, nataka Simba ifanye nini? Ifanye vizuri. Full stop. Sitaki eti nionekane eti nikoje. Mambo ya watu wa dunia ndio wanapenda umaarufu. Mimi sipendi umaarufu. Mimi sitakagi kabisa. Tena watu wengine wanashanga wanaweka mbele sitakagi, mimi sitakagi. Sasa kama sitaki sadaka, mimi nataka umaarufu wa nini? Kwa hiyo mimi nataka tu Simba afanye nini? Ashinde. Basi ndio kazi yangu mimi, Simba ashinde. Akienda mpaka finali, maana yake mchungaji wewe umemaliza kazi yako. Yaani kama ulikuwepo. Akienda finali ukimaliza na urudi katika mambo yangu ya kiroho na biashara ya mambo ya mpira, nimetoa nishaachana nayo. Na asipofika maana yake unaendelea. Mpaka achukue sasa ndio kazi iliyopewa. Akishachukua tu mimi naachana mambo ya mpira. Kwanza utanikuta nimevaa jezi za Simba sio Yanga. Jezi ya Simba nimevaa hata siku moja. Umeona utakuta siku zote mimi ni majoho, nimevaa nani yangu hapa basi. Na watu watanisahau na sitavaa kofia tena. Kwa sababu hii kofia ina maana yake. Kuna vitu mu. Sio kama ina vitu. Hii kofia ina nguvu, imdondokea jamaa chali. Kwa kama unabisha nikupe vae. Uwezi kuvumilia. Hii inaniambia kanisani. Kila sehemu sivui. Nikivua labda naomba tu. Nyama moja akajipendekeza tena ilikuwa uwanjani. Akasema mchungaji wewe kofia ina nini, ngoja nivae. Si akavaa tena mwandishi. Wewe unamjua wewe mwandishi. Chali mpaka chini. Nikamwambia hii kofia usione hivi. Mimi hata nguo yangu ukigusa hivi kama sina rizao unadondoka. Nikamwambia kama una test shika. Hata akasema hey, mchungaji kumbe una nguvu. Nikamwambia sio nguvu. Maombi ya kukesha na kuomba kile unachogusa. Mimi hata kushika unyayo wangu kama una nguvu za Mungu unaenda chini. Yaani nipo kanyaga afu kapashika. Lazima udondoke. Kwa sababu haya maombi ya kuomba na kukesha nguvu na kuwepo kila sehemu mpaka kwenye ukucha, mpaka kwenye nywele, mpaka nguo unazovaa. Kwa hiyo jamaa nikamwambia msinione mimi nazungumza haya mambo mkachukulia poa. Mbona ile kofia jamaa mmoja wewe usipata ile habari unasema hujui. Ulipata ile habari nikamwambia hii kofia hii irudishe kichwani, ndo akaniwekea kichwani basi. Wewe ushangae tokaanza kunijua mimi navaa kofia nyeusi tu, stuki tu. Tokaanza kunijua mbona unanivaa kofia tofauti na nyeusi. Mchungaji muda hautoshi. Hebu tumalize tu. Asante sana, Mungu akubariki sana. Amina.